anaitwa Samantha Kelly. Huyu ni mwanadada ambaye ni mshambuliaji katika timu hiyo. Utaifa wake ni Australia. Lakini pia huyu sasa ni mume kwa maana ya wao walivyotaka. Lakini kwa mke ambaye alimuoa katika siku ya harusi alivalia shela, alikuwa ni mwanadada ambaye anaitwa Christie Anne Mewis, mtoto wa mzee Mewis ambaye kiasili yeye ni Marekani, anayekipiga katika klabu ya West Ham United ya pale London. Tukio lao jinsi walivyoanza kwenye uhusiano, walianzia katika mechi ya kimataifa, michuano ya NWSL, yani National Women Soccer League huko Marekani, ambapo ilifanyika, mmoja akiwa na Australia ambaye ni Sam Kerr, mwingine akiwa na timu ya taifa ya Marekani ambaye ni Anne Christie Mewis. Wakakutana hapo, maugomvi yalivyoanza, mwisho wa siku kwenda kuchekiana DM na kuombana radhi, bana nisamee nini na nini, wakapeana namba za simu, wakaanza kuwasiliana. Tokyo, Japani mwaka 2021 ndipo walipoanza kudhihirisha mahusiano wao kwamba wapo katika uhalisia wa kimapenzi, wakavishana pete. Na moja kati ya kauli ambayo alisema mwanadada ambaye ni mume kwa sasa hivi kisheria, Kerry, tuseme astaghfirullah. Sam Kerr alisema kwamba nimemvisha pete ya ndoa mchumba wangu ambaye Samantha ndo Kerry, Christie Anne. Sasa basi wawili wao wamebahatika kupata mtoto wa kiume ambaye wamempata mtoto wa kiume kweli. Hapo ngoja malizia kwanza, tukatoka kwenye mtoto wa kiume ambao kwa faida wanananiwa hapo tunaona kwenye TV ambao wanamlea. Mtoto wa kiume huyo anaitwa Jaga ama Jeka Mewis Kerry. Anasimama jina la mzazi wa kiume wa upande wa kike na jina la mzazi wa kiume wa upande wa kiume, yani Mewis na Kerry. Jega Mewis Kerry alipandikizwa mimba binti ama bibie ama mwanadada na kipiga West Ham United ya wanawake Mewis Anne kupitia mifumo ya kibiolojiko sayansi. Sasa Kerry mifumo ya kiume kaipata wapi? Hizo mbegu katoa wapi Kerry? Makepo keke mea